Nataka kuongea juu ya toba kurudisha tumaini. Tumeendelea kuzungumza juu ya uponyaji wa taifa, uponyaji wa maisha ya watu mbalimbali. Na tuliona maandiko mbalimbali. Mojawapo ni Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 inaposema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, jina la Bwana, watajinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kujutia na kutubu, Mungu anasema nitasikia kutoka mbinguni na kusamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Mungu anaahidi kusamehe dhambi na kuponya nchi. Uponyaji unapokuja unarudisha tumaini ambalo lilikuwa limepotea, au lipo kwenye hati ya kupotea, au lipo katika kusukwa ili lipate kupotea. Kwa hiyo toba hurejesha tena matumaini, kwa kuwa toba huwa inafuta dhambi, na dhambi ina adhabu. Kwa hiyo ile dhambi ikishafutwa, adhabu pia huwa inaondolewa, na hukumu huwa inaondolewa, na madhara yanaondolewa, kwa sababu ya neno moja tu, inaitwa toba. Sasa wakati huu maisha yako ni maisha ambayo unayajua wewe vizuri sana. Chochote ambacho kinaendelea kwenye maisha yako, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba ni dhambi au maisha ya toba. Wengi hawaelewi matatizo mengi yanao wakabili na yameng'ang'ania bila kuwaacha. Kwa sehemu kubwa huwa kuna sababu, na sababu yenyewe kubwa ni dhambi. Dhambi ni kwenda kinyume na matakwa ya Muumba wako. Ndiyo maana ya dhambi. Dhambi ni kukosea lengo uliloumbiwa, ni kukosea njia uliotengenezewa duniani. Ukatengeneza njia ya kwako, ukatengeneza mpango wa kwako, ukatengeneza maisha ya kwako. Hiyo ndio dhambi iliyo mbali na aliyekuumba. Muumbaji ana mpango na mtu aliyemuumba. Huwezi kutengeneza kitu bila kuwa na sababu ya kukitengeneza. Mungu alipotuumba wanadamu alikuwa na sababu. Kwa hiyo ukianza kwenda mbali na ile sababu ya kuumbwa kwake, unaweza kukuta mambo mabaya mengi yanakuja. Sasa nataka usijue. Lakini unapogundua, toba maana yake ni kugundua mwelekeo ulionao sio mwelekeo mzuri. Njia ulionayo ni njia ya makosa. Sasa haipaswi kuendelea kutembea kwenye njia hiyo ambayo umeshaigundua ni njia uliopotea. Unatakiwa usimame kwanza, halafu ugeuke, urudi, ukatafute njia nzuri, uanze kwenda mwelekeo sahihi. Hiyo ndio maana toba ni kugeuka. Dhambi, neno dhambi maana yake ni kukosea shabaha, kukosea lengo la kimungu. Alafu toba sasa maana yake ni kugeuka na kuacha hilo njia ya upotofu. Sasa nitakuelekeza mistari michache hapa ambayo itatujengea msingi, na tutaenda kuangalia jinsi toba inavyorudisha tumaini, na tutaenda kuangalia jinsi moyo usio na toba unavyopoteza tumaini. Jinsi moyo usio na toba
unavoleta madhara, matatizo yasiyo koma au yasioisha. Tutaanza na mstari wa kitabu cha Mithali sura ya 28, mstari mmoja tu wa 13. Huu mstari tusikilize. Ndugu yangu karibu. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Anayeficha dhambi zake hatafanikiwa, lakini yule anayekubali na kuwa tayari kuziungama, kuzitubia na kuwa na utayari kuziacha, huyo huwa anapata rehema, anapata huruma. Rehema ni kuhurumiwa, ni kufanyiwa kitu ambacho hukupaswa. Kwa hiyo dhambi ilikuwa inatupa uhalali wa kuhukumiwa na kuadhibiwa. Sasa kwa sababu ya toba, unageuza ile hali ambayo ilikuwa ikuangamize. Maana yake matumaini ilishapotea. Ukiingiwa na roho ya kutubu kwenye maisha yako, lile tumaini ambalo kwako lilishapotea litarejea, litarudi tena. Ni kama tunasema unapata nafasi ya pili, unapata fursa nyingine ya kutenda tena. Lile ulilokosea linaachwa, halafu unapewa fursa nyingine tena. Ndio maana ya toba. Kwa hiyo nianze na kipengele cha pili, bali aziungamaye atapata rehema. Afichaye dhambi zake, tutaangalia huyo hatafanikiwa, tutaangalia pia. Lakini anayeziungama, maana yake huyu ana moyo mnyenyekevu. Chunguza maisha yako. Unatembea katika njia gani? Chunguza maisha yako. Maisha ya toba, nataka nikwambie, yatakubariki sana. Maisha ya toba, kutubu sio udhaifu. Kutubu sio nyonge. Kutubu sio kujidhalilisha wala kujifedhesha. Sababu kutubu inaambatana na vipengele kadhaa. Toba ina vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza ni kutambua kwamba nimekosa. Ni kutambua nimekosa. Kipengele cha pili ni kujutia kosa hilo. Ni kulijutia kosa hilo na kusikia ni vibaya kabisa kwa kutenda kosa hili. Ya tatu ni kukiri. Maana yake kuzungumza, kusema mimi ni mkosaji. Mimi ni mkosaji. Nimetenda maovu. Nimetenda mabaya. Ndio maana anayeungama, kuungama ni kusema. Sasa hapa kusema inaweza kutafsiriwa kama kujidhalilisha. Inaweza kutafsiriwa kama kujivunjia heshima. Kuongea dhambi zako unaweza kuona kama vile unajidhalilisha. Lakini kwa wanaojua misingi na kanuni za Mungu, hapana, ni heshima kubwa sana. Ndio maana kuna watu kwenye Biblia ambao walifanya mpaka dhambi zao zimeandikwa. Kwa nini? Singesema Mungu, usiruhusu dhambi kama hiyo kuandikwa kwa mtu wako maarufu kama yule. Kuna dhambi mpaka za Ibrahim ziliandikwa hapo. Kuna dhambi mpaka za Daudi ziliandikwa hapo. Kuna dhambi za watu mashuhuri zimeandikwa. Tungetamani Mungu huyu mfichie. Maana yake huyu ni mtu maarufu sana, lakini Mungu ni tofauti sana.
Kwa hiyo kuongea maovu na makosa yako ni tofauti sana na mahakama zetu za duniani. Ni tofauti sana. Mahakama zetu za duniani hapa, ukienda ukasema makosa yako, ukakiri lile kosa uliofanya, inarahisishia wakufunge, wanakufunga. Lakini tofauti sana kwa Mungu, ukikubali kosa lako linaondolewa. Unaona tofauti hapo? Katika sheria zetu duniani, ukikubali makosa yako kwamba bwana, mimi nimeiba, basi utahukumiwa na utafungwa. Lakini kwa Mungu ukisema bwana Mungu, mimi niliiba, unafungua mlango wa ile dhambi kuondolewa. Tofauti hizo ndio ilivyo hapo. Sasa kama ukikubali kukiri, ukikubali ukatengeneza maisha ya kukiri dhambi zako kwa Mungu, ukiri dhambi zako kwa Mungu, kuna namna mbili pia katika ukiri dhambi. Kuna namna mbili. Kuna kukiri dhambi kwa Mungu, hiyo ndio tunatubu. Halafu kuna kutengeneza au kuzungumza na wale tuliowakosea. Hiyo ni tunaita kutengeneza. Unatubu kwa Mungu kama hilo kosa lako lilikuwa limeleta madhara fulani kwa wanadamu wenzako. Basi kwa wanadamu tunasema tunatengeneza. Kule hatusemi kutubu, tunasema tunaombana msamaha. Wanadamu tunaombana msamaha na kuomba na kutengeneza yaliyoharibika yarejee kuwa mazuri tena. Yale mahusiano yaliyoharibika yabadilike yawe mazuri tena. Sasa mpaka hapo naamini nimekuwekea msingi mzuri sana kuhusu kutubu. Lakini nimesema kuna ukiri hapo. Lakini faida nyingine hapo, ukishakiri, kinachofuata hukumu iliyokuwa juu yako inafutwa au inaondolewa. Ile hukumu ambayo ilikuwa juu yako, ukishatubu sasa, inaondolewa. Cha tano, hukumu kijaondolewa, cha tano, adhabu iliyokuwa inaenda kuambatana na hukumu ile inafutwa. Naona ilivyokuwa, ile adhabu inafutwa. Kama mtu aliandikiwa kunyongwa, ndio hukumu wenyewe. Sasa ile tendo la kutimiziwa ile adhabu unyongwe inafutwa, ndio maana yake. Unaona ilivyo faida ya kutubu. Yaani mpaka hapo nikiacha kuendelea kuhubiri imeshakufaidia sana. Yaani mpaka hapo nimekusaidia. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuna faida moja nyingine anaongeza hapo. Matendo 3 mstari wa 19, tusikia. Matendo ya Mitume, neno la Bwana. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Sasa hapo sitaeleza sana kwa kuwa nimeshaeleza kwa kina upande wa pili. Ninataka kuonyesha tu kwamba, na kazia tu kwamba hapo neno linatukazia tubuni basi ili mrejee. Maana yake mlishaenda pembeni, mlishaenda mbali, mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Pointi kubwa sana hiyo. Dhambi zako zifutwe. Kisema tuna dhambi, tunajidanganya. Kuna dhambi, tumetenda dhambi mbalimbali, tumetenda dhambi sana. Kwa hiyo mtu anayesema ajitenda dhambi ni muongo. Biblia inasema ni muongo. Wote tumetenda dhambi. Kwa sababu wote tumetenda dhambi, ndio maana anasema ili dhambi zenu zifutwe. Zifutwe. Zikijafutwa, alafu zinakuja nyakati. Ndio anasema unarejeshewa, unapewa nyakati za kuburudika, za kuburudishwa. Kuna nyakati za kuburudishwa kabla ya kufutiwa dhambi na kutubu.
Ina maana kumekuwa na nyakati za kuomboleza, za kufedheheka, nyakati ngumu, nyakati mbaya. Lakini ukitubu, matumaini yanarejea. Kile ambacho zamani kilituburudisha, kilitupa amani, kilitupa furaha, kilitupa upendo, mshikamano, mema yako yanarudi tena. Unapewa fursa tena, unapewa nafasi ya pili tena. Kwa hiyo matumaini yanarudi, matumaini yanarudi. Ndoa yako inarejea tena, biashara yako inainuka tena, afya yako inakurudia tena. Kibali kilichopotea kinarudi tena. Unaenda ukawa ulikufa mtaji, unaanzisha tena. Mungu anakupa kibali kipya, ni kurudishiwa tumaini. Mambo yanaanza kurejea tena. Ulishafilisika, unarudishiwa tena. Mambo yanaanza kuwa super, yanaanza kuwa mazuri. Kwa hiyo ni tumaini linarudi. Kwa nini? Kwa tendo moja tu la kutubu. Toba urejesha tumaini. Ndugu zangu, tubuni na kuiamini Injili. Saa imefika, wanadamu, tujikague na kujichunguza jinsi tunavyoishi, ili tumuone kama njia zetu zinakubaliana na Muumba wetu. La sivyo, tunyenyekee na kugeuka, tutubu ili dhambi zetu zifutwe, tupewe nyakati mpya, nyakati nzuri, nyakati za mshikamano, nyakati za baraka, nyakati mpya zije kwetu. Sasa nisikilize, nitatoa mifano ya watu wawili waliotubu. Actually nitatoa mifano miwili. Mmoja ni unaonyesha mtu aliyekosea lakini akahukumiwa, alafu akabebwa na toba ya baba yake, au akabebwa na baraka za baba yake. Hapo nataka niwaelezee, kuna mambo mabaya ambayo hayakuanzia kwako na kuna mambo mazuri ambayo hayakuanzia kwako. Na ndio maana ni muhimu sana kutengeneza matendo mazuri. Utakuwa ni mbegu hata kwa uzao wako, hata wajukuu zako, hata vitukuu na vilembweze. Ina maana kuna matendo ambayo tunatenda huwa inakuwa mbegu nzuri kwa watoto wetu. Matendo ambayo tunatenda yanakuwa mbegu nzuri kwa wajukuu, yanakuwa mbegu nzuri mpaka kwa vitukuu. Lakini pia kuna matendo ambayo tukiyafanya yanakuwa mbegu mbaya kwa watoto, na wanaweza wakaadhibiwa kwa makosa ambayo si wao waliohusika. Na hivyo hivyo mpaka kaendelea mbele zaidi. Sasa tutaangalia mfano wa Sulemani. Sulemani ni mmoja kati ya watu waliopokea kiti cha baraka. Alipewa kiti ambacho baba yake alikuwa amekikalia na kilikuwa kimebeba baraka. Alianza vizuri sana sana kabisa, lakini alipoendelea kidogo akapenda wanawake zaidi. Tunaambiwa akaoa wanawake 700 na wale masuria 300, nyumba ndogo 300 na wake wake halali 700, wakawa 1000. Sasa kijoendelea, unajua tena upendo. Wale waliooa walikuwa ni watu wa mataifa wenye miungu mbalimbali. Kwa kijotokea akaanza kuwafurahisha wake zake na kuwajengea madhabahu za miungu ya mataifa yao. Sasa Mungu akakasirika, akamwambia hivi, kwa makosa haya
nitakunyang'anya ufalme, nitauchana ufalme wako. Alikuwa na makabila 12 anatawala. Akaambiwa hivi, nitakunyang'anya makabila 11. Nitakunyang'anya kwa sababu ya dhambi zako, nitakunyang'anya. Halafu nitakuachia kabila moja, actually aliachia mawili. Nakuachia kabila moja la Yuda na Benjamini, akakaa hapo akawa mawili. Kwa ajili, sikiliza, kwa ajili ya baba yako Daudi. Yani wewe kama sio Daudi ningekuondolea ufalme kabisa. Yani nyumba yenu haingekuwa kabisa na mfalme kabisa. Lakini na mheshimu baba yako jinsi alivyotembea na mimi, kwa ajili yake utabaki kuwa mfalme. Kwa ajili yake, unaona? Kwa Sulemani aliponea maisha ya uhusiano aliokuwa nao Daudi na Mungu, ndio akapata faida za toba za Daudi. Daudi alikuwa mtu wa toba. Tukimsoma Daudi tunaona jinsi ambavyo alikosa makosa mengi. Mpaka kuna wakati alichukua mke wa mtu. Mpaka wakati huyo akaua yule mume wa mke yule ili yeye achukue vizuri huyo mke. Halafu lakini toba yake, kasome ile Zaburi ya 51 kwa wakati wako. Aliungama, alijutia, alitubu, alilia. Mpaka Mungu akasema basi nimeona toba yako. Sasa unaona Mungu alivyosamehe, akasamehe kabisa na akamwachilia kabisa. Sasa hapa anamwambia nitakuachia nyumba, nitakuachia ufalme kwa sababu ya mtumishi wangu Daudi. Ila sasa mabaya hayo sijaondoa, yako pale, ila kwako siyaleti. Nitayapeleka kwa mwanao hayo ambao ungeyapata wewe, sasa nayanahamishia kwa mwanao. Wewe umelindwa na baba yako, ninayavusha mabaya yaende kwa mwanao, wewe utamaliza salama. Unaona hiyo kitu? Sasa point na kuongelea hapa ni kwamba tunapotubu makosa yetu, tusijiangalie sisi. Tuangalie, tuombe Mungu makosa yetu, dhambi zetu zisiwe kumbukumbu hata kwa uzao wetu. Nataka wewe hata kama hujaolewa au hujaoa, hata kama hujapata mtoto, ujue tu kwamba utapata huko mbele. Sasa ukifanya mambo ambayo si mazuri, omba kwa ajili ya toba ya dhambi zako na uombe kwa ajili ya uzao wako, ili hayo ulioyafanya yasirukie kwa uzao wako, yasirukie kwa watoto na wajukuu. Useme Mungu, nimekutenda dhambi mimi, hii dhambi nifutie, lakini pia damu yangu isipatwe na tabia kama hii. Kama tabia labda ni ya ulevi, tabia ya ukahaba, tabia ya ujambazi, ya wizi, mwambie Mungu, ninaomba uzao wangu. Unaona mtoto, baba alikuwa mlevi, mtoto analala kabisa kilabuni kwenye baa. Kwa nini? Kwa sababu huyu baba akujua jinsi ya kuchora mstari kwamba hii tabia nilionayo. Kuna watu wa kweli unajijua, hii tabia sitaki hata mwanangu awe nayo. Si unajua hata wewe. Kuna vitu unasema hii tabia hii, sitaki kabisa watoto wangu wawe nayo. Si unaona? Kuna vitu ungetamani viishie kwako, visiende kwa watoto wako. Maana si hata mwenyewe uvipendi, ila labda umeshindwa kuviacha. Sasa lazima uungame kweli. Tusome hiyo mistari sasa. Neno la Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya hayo, wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Kwa ajili ya Daudi baba yako, endelea. Nitaurarua utoke katika mkono wa mwana wako, lakini sitauondoa ufalme wote pia. Unasikia? Hata mwanao pia nitamnyang'anya ufalme, lakini sitamnyang'anya ufalme wote pia. Kwa sababu gani? Nitampa mwana wako kabila moja. Nitampa kabila moja tu. Kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Bado anarifaa kwa Daudi, mtu aliyefariki siku nyingi, ndiye anafaidia waleo hata kesho. Unaona hiyo? Kwa hiyo inanitia moyo kwamba ndugu zangu, toba ni muhimu. Toba ni muhimu. Maisha ya uhusiano na Mungu ni muhimu sana.
lakini vile vile maisha ya dhambi ni hatari. Unapanda mbegu mpaka kwa watoto wako. Sasa Mungu asifiwe, tunaona jinsi ambavyo mtumishi Daudi alifanya hata wafaidike wengine. Sasa hapa nataka tuongeze gia ya kutubu. Tunataka hata mtoto, hata mjukuu wa Daudi naye pia asipate madhara. Ndio point ninayotaka hapa. Tunataka isiishie tu, isimkwepe tu Sulemani. Tunataka iende hata kwa yule mtoto wa Sulemani pia. Hatutaki apate mateso, hatutaki. Kwa sababu hiyo tunataka kutubu mpaka uzao wetu. Tutaangalia mfano mwingine, Ahabu sura 21, Wafalme wa kwanza 21 mstari wa 17 hadi 19. Huyu aliua mtu. Si yeye moja kwa moja, mke wake alitumia njia, akaandika kwa jina la kimfalme, alafu akamuua Naboti ili wamnyang'anye shamba. Na kweli alafu baadaye akamwambia basi shamba tumeshamuua, nenda nawe katawale shamba lake. Sasa baada hapo nabii Elia akatumwa. Anzia mstari wa 17 sasa. Neno la Bwana likamjia Elia Mtishbi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli, akaaye katika Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoiramba damu ya Nabothi, mbwa watairamba na damu yako, naam, damu yako. Sasa hapo huyu aliua, lakini aliua indirect. Najua indirect ni kwamba si yeye aliyeua, wengine waliua kwa niaba yake, waliua ili yeye afaidike. Na wala kujua kama wengine wameenda kuua ili yeye anufaike. Hakujua kwa kweli. Walifanya hila wakaua ili yeye anufaike na shamba la mtu. Mungu akamfuata akamwambia kupitia nabii, umeua ili utawale shamba la mtu? Sasa sikia. Damu iliyomwagika ya Nabothi, pale mbwa wataramba damu yako, utakufa nawe pale. Hiyo ndio aliambiwa. Lakini jambo la kujifunza ni lipi? Ni baada ya kuambiwa maneno hayo ndio nataka tupate somo. Kumbuka kichwa changu ya somo, ujumbe wa leo ni toba kuleta matumaini. Aliposikia hakubeba kiburi. Aliposikia hakuchukua majivuno na kukasirika, akaona hii jambo ni kubwa. Mstari wa 27, aliposikia alifanyaje? Tusikie. Ikawa Ahabu alipoyasikia maneno hayo, ndio akayararua mavazi yake, ndio akavaa magunia mwilini mwake, akafunga, akajilaza juu ya magunia. Huyo alikuwa ni mtu mkubwa sana, unajua. Tungesema anajidhalilisha, tungesema anajifedhehesha. Alikuwa na heshima ya juu sana, lakini kwa kuchukua maneno na kuona makosa yake hakujali. Alirarua mavazi yake mazuri ya kifahari, akayavua, akavaa magunia, kuonyesha majuto, kuonyesha masikitiko, kuonyesha nimeguswa na tatizo langu na dhambi yangu, kuonyesha nimekosa sana. Ndipo haikutosha, akasema sili chochote, akafunga. Jambo baada ya kufunga akasema nalala kwenye gunia. Ana kitanda kizuri. Unajua ilikuwa ni mfalme huyo, naelewa huyo. Ahabu ni mfalme. Akalala kwenye gunia. Kama angeogopa angesema ni kujidhalilisha, lakini akalala kwenye gunia. Kitendo kile kilimfurahisha Mungu. Alishaambiwa ataliwa na mbwa, alishaambiwa atakufa, lakini kwa habari ya matendo ya toba ile, Mungu akamtuma nabii yule
aliyeleta ujumbe wa kifo akamtuma tena, nenda. Akamwambiaje? Endelea. Akasema, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likamjia Eliya Mtishbi kusema, huoni? Vizuri hapo, kumbe sikukamalizia. Akaenda kwa upole, akaacha ukali, ukatili, akaenda kwa unyenyekevu, upole, akaacha tu ukali, akaenda kwa upole, ni kuonyesha nimekosa. Neno likamjia sasa nabii Mtishbi kusema, huoni jinsi Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Huoni alivyojinyenyekeza mbele yangu? Yani Mungu anamwambia kweli, wewe Eliya usijali watu wanasema wewe nabii wa uongo. Unajua sisi manabii tunapenda tukishatabiri jambo litokee ili ijulikane mimi nabii wa kweli. Sasa kama Mungu anagairi, sasa watu wasemaje? Nilishasema kitatokea hiki. Sasa Mungu usigairi, watu watasema mimi sio nabii wako, tafadhali. Lakini Mungu anaanza kuongea kirafiki na mtumishi wake. Anamwambia, sasa unaonaje? Unaona jinsi alivyonyenyekea huyo uliopelekea ujumbe? Unaona jinsi alivyonyenyekea? Nimeona. Sasa endelea. Huoni jinsi Ahabu alivyojidhili mbele yangu? Basi kwa sababu amejidhili mbele yangu, sitayaleta yale mabaya katika siku zake, ila katika siku za mwanawe nitayaleta mabaya hayo juu ya nyumba yake. Sawa. Sasa point nyingine hapo, yeye aliponyenyekea na kutubu, matumaini yalirudi. Lakini kitu ambacho yeye hakujua, hakutaka kutubia na dhambi za uzao wake, kwamba dhambi ile ilihamishwa tu kwake ikapelekwa mbele. Kwa hiyo kuna dhambi ukifanya huwa zina kukuepesha wewe kwenye tatizo, lakini zinawekwa akiba kwa uzao wako huko mbele. Na ndio maana tukifanya makosa tuungame dhambi mpaka na uzao wetu Mungu afute kabisa tuliokukosea. Isiwe kumhukumu kwa watoto wangu, kwa wajukuu zangu. Bwana, lolote ambalo nimelifanya mimi, chukizo, ubatili na ubaya, naomba usiutunze kuwa kumhukumu kwa uzao wangu. Bwana, mabaya yasinipate mimi, wala watoto wangu, wala wajukuu zangu, wala vitukuu, wala vilembwe, wala vilembweze, yani uzao wote huko mbele. Bwana, futa kabisa. Ninataka uanze kuona hivyo mambo unayofanya. Tubu, utarudisha tumaini kwako na kwa uzao wako. Sasa nimalize kwa ajili ya wale ambao hawataki kutubu. Tuangalie mifano miwili ya haraka. Adam, tuangalie Adam na Kaini. Adam alifanya dhambi. Mwanzo 3. Lakini baada ya kufanya dhambi, Mungu akamjia. Mstari wa 10, ukianzia mstari wa 8, 9, 10, 11, lakini tukianza 11, 12, Mungu alimuuliza swali. Sababu aliuliza, lakini hakuwa na roho ya toba. Akataa kutubu, akaanza visingizio. Soma hapo ndugu yangu. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Ndio. Adamu akasema, akasemaje? Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami. Akalihamisha tatizo, akajisabia haki, akakataa kukubali ndio, akahamisha kosa. Sio mimi, ni huyo. Ndio wanadamu tulivyo, ni kuhamisha kosa. Si mimi, ni yule. Si mimi, ni fulani. Na unajua wewe umekosa, lakini anasema si mimi, ni yule mtu, ni yule mwanamke uliyenipa, ndio sababu ya kosa hili. Endelea. Ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Hiyo haikuwa roho ya toba. Na Adamu amerithisha wanadamu hivyo hivyo, ni kukwepa kukubali makosa, ni kukataa kukubali makosa, ni kupatia wengine makosa, ni kutafuta visingizio mbalimbali ili kuonyesha sio mimi, ni yule.
Lakini ndugu, ni wewe kosa umefanya. Hata kama mwingine alisababisha, lakini wewe umefanya. Si nilikwambia usifanye, mbona umefanya? Useme fulani. No. Hiyo haikuwa roho ya toba. Haikuwa roho ya kutubu. Roho ya kujitetea. Roho ya kutafuta visababu. Ndio iliyotufikisha hapa mpaka leo. Laiti angekubali. Maana maandiko yanasema aungamaye dhambi zake atapata rehema. Yeye alipokataa anasema afichaye dhambi zake hasamehewi. Anayeficha dhambi zake hatafanikiwa. Kwa hiyo alificha. Yaani ni kama Mungu haoni. Alificha. Umeficha dhambi zako. Umeficha makosa yako. Umeficha. Si umeyaficha. Mungu haoni, umeyaficha. Umeficha dhambi yako, umeificha. Ndio, umeficha. Ukifanya hivyo ni balaa kubwa kabisa. Ni mkosi kabisa kwako. Lazima unyenyekee. Angalia sasa mstari wa 17 na kuendelea, ndipo anapewa adhabu sasa. Akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi, ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Kesho nitafafanua vizuri hapo, lakini pointi kubwa ni kwamba laana ikaenda kwenye asili yake. Mungu alilaani asili yake. Hakumlaani yeye. Alilaani ardhi. Kosa lake ni kutokuwa na toba. Nitafafanua kesho vizuri ili uelewe vizuri. Kwa nini alilaani ardhi? Nitaelezea kesho. Lakini tuende kitabu cha Mwanzo 4 mstari anzia wa 8. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye, akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Sikia maneno hayo. Mtu asiye na toba, mpaka Mungu anamjibu sijui. Kiburi cha aina gani hicho? Ni kiburi cha aina gani hicho? Kiburi kinachokataa kosa. Usidhani Mungu anapouliza ndugu yako yuko wapi, usidhani haelewi. Anaelewa. Lakini anataka kuona moyo wako. Moyo wako wa majuto. Moyo wako wa kutubu. Anasema, anauliza ndugu yako yuko wapi? Umemuua. Kubali. Ombe Mungu, nimeua. Nimeua. Ukikubali utapata rehema. Aficha dhambi zake hatafanikiwa. Maana yake hata unayoyapanga hatafanikiwa. Utakwama tu. Utakwama tu. Imeandikwa. Unajua Biblia ina majibu yote. Ukisoma Mithali 28 mstari wa 17. Weka hapo pause uende kule bado ukasome kidogo hivi. Usipotubu, mtu asiye na toba anakwama tu. Mithali 28 mstari wa 14, alafu uende na mstari wa 17. Mwanadamu mwenye kicho yu heri siku zote, bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Mwenye ushupavu wa moyo ataangukia madhara. Mstari wa 17. Aliyelemewa na damu ya mtu, aliyelemewa na damu ya kama huyu Kaini ambaye anaambiwa yuko wapi ndugu yako, anasema sijui. Aliyelemewa na damu ya mtu hata ajifanya hakukosa.
Nini nasema? Atalikimbilia shimo, wala mtu asimzuie. Atalikimbilia shimo, wala mtu asimzuie. Mtu yote ambaye anaua mwenzake analikimbilia shimo, hakuna kumnusuru, ataingia shimoni. Kwa hiyo mtu asiye na toba hayuko salama. Maisha yetu ni lazima tutubu, tutapata rehema. Lakini anayekataa analikimbilia shimo lake mwenyewe, maana unalikimbilia kaburi lako. Ndio maana yake. Anaulizwa kabisa, ndugu yako wapi? Na anajua amemuua. Anasema sijui. Kiburi. Kiburi kitamshusha mtu. Kiburi kitamwangusha mtu. Unyenyekevu utamuinua mtu. Unyenyekevu utamstawisha mtu. Unyenyekevu utampa tumaini mtu. Baada ya hapo Mungu anamwambiaje? Damu ya ile inalia, damu inalia Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi, iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Sawa, tutaanzia kesho kwenye hiyo mistari, izingatie. Tutasoma kufafanuzi pamoja na ile kule kwa Adamu. Ufafanuzi wake nitaotoa kesho kwa sababu kuna somo zito hapo. Kuna kitu kizuri hapo, tutaangalia kwa kina zaidi kesho. Leo niishie hapa. Ni kuombe tuende kwa Mungu, tutafakari njia zetu, tutafakari maisha yetu. Angalia familia yako, unaishije na familia yako? Wewe unaishije na mke wako? Unampiga mke wako? Unamdharau au mume wako umheshimu? Watoto unaishije nao vipi? Unaishije na wafanyakazi wenzako? Unaishi vipi na majirani zako? Unaishi vipi na ndugu zako? Jichunguze, usipasie kwa mwingine ni yule. Adamu akasema sio mimi ni yule. Hii ni swala la kujichunguza wewe. Ni swala la kujichunguza mimi. Ujumbe unapokuja sio wa mwingine, ni wa kwako. Tukianza sisi, kila mtu binafsi, ndio tunaenda kuibariki familia. Tukiwa na toba, mtu moja moja, mume na mke wakitubu, basi watapendana. Watoto watawapenda watoto, watawatunza watoto vizuri, watabeba majukumu yao. Tutapendana majirani, tutapendana wananchi, tutapendana Watanzania. Tutakuwa tumekuja pamoja. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja anajichunguza yeye kwanza. Akishajitazama ndipo anaangalia sasa familia. Kutoka kwenye familia bora huzaa jamii bora. Familia zilizotubu huzaa jamii zilizotubu. Huwezi kuwa na jamii bora wakati familia ni mbovu. Huwezi. Na viongozi bora wanatoka kwenye jamii, ni mazao ya jamii. Jamii ikioza, viongozi wameoza. Familia zikioza, jamii zimeoza. Lazima turudi chini, tuanze kushughulika na kiini, ili watu wakiwa na tamaa za mali, ubinafsi, kujilizia mali, kutaka wapate wao peke yao, kudharau maisha ya wengine, huko ndiko kuna kuanzia dhambi. Lakini tukithaminiana, tukiheshimiana, tukijali mwingine kwa mwingine, tukimpenda mwingine na mwingine, tutajali heshima ya mwingine, tutajali haki ya mwingine, tutajali maisha ya mwingine, matokeo yake tutakuwa ni watu wanaoishi katika furaha na upendo. Matumaini yatarudi kwenye ndoa hiyo, matumaini yatarudi. Toba ndio huleta matumaini mapya. Usiwaze kuvunja ndoa, ni toba itarejesha matumaini.
Usiwaze kwamba watoto wako hawawezekani. Hapana, anza kutubu kwa ajili ya watoto wako. Tubu, watabadilika tu. Usipoteze tumaini. Toba, tubu, Mungu atawajalia. Inawezekana saa hizi walevi sana, au wanafanya matendo ya ajabu sana, lakini wewe beba jukumu, muamini Mungu, tubu, mpaka na wao wasaidie, watageuka. Mungu atujalie. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini aziungamane na kuziacha atapata rehema. Hiyo ndio ombi langu, tuziungane. Lakini si tu kuungana kwetu, kama aliponyenyekea akaambiwa basi hawezi tena kuhukumiwa, lakini pia wazee wako waombee. Sio tu hivyo, tuombee sasa. Leo naongelea hiyo sasa. Nitaongelea juu ya ardhi, nchi, nitaongelea vizuri zaidi kesho, na jinsi ambavyo laana inakaa juu ya mtu na inakaa juu ya ardhi, na jinsi ambavyo na mambo gani yanaanza kufanya kazi kwa mtu aliye kama huyu. Ndugu yangu, pale ulipo naomba uanze kuomba mwenyewe. Anza kuomba toba. Moyo hapo, omba toba. Ombea familia yako, na pia anza kusamehe wazazi wako kama wamekukosea, ndugu zako, marafiki zako. Tengeneza maisha yako. Toba itakulinda. Hujui mambo ambayo adui ameyapanga. Ukinyenyekea, Mungu atakuepusha na majanga. Mtu mwenye toba, Mungu umtumia malaika. Dunia hii ina majanga ndugu zangu. Dunia hii na maadui anataka kutuangamiza. Lakini tutubu ili Mungu atuletee malaika, msaada utokao kwa Bwana. Naenda kuomba kwa ajili yetu wote. Baba mwema, nakuja kwako kama ulivyosema, watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea na kuacha njia zao mbaya na kutubu, utasikia na kutusamehe dhambi zetu na kuponya nchi yetu. Vile vile unaponya maisha ya mtu huyo anayetubu, unaponya familia ile inayotubu, unaponya jamii inayotubu, unaponya taifa linalotubu. Baba, tunaomba utusamehe, msamehe kila mmoja kwa nafsi yake, kwa maisha yake, ambaye wakati huu moyo wake unamuelekeza kutubu. Ingawa anatubu moyoni, wewe unasikia, msamehe, ili nyakati zile nzuri za kuburudishwa zitufikie. Futa maovu yetu Baba, tuondolee adhabu, tuondolee hukumu, tuondolee uharibifu kwenye njia yetu. Tusamehe, tunaomba msamaha. Kila mmoja na muombea msamaha. Popote kwenye taifa aliyopo na muombea msamehe. Katika jina la Yesu, msamehe. Yule ambaye hajakujua wewe, fanya njia akujue wewe. Tengeneza mlango wa yeye kukujua wewe. Mfungulie mlango wa yeye kukujua wewe. Mtumie mtu kama ulivyomtuma Petro kwenda kwa Kornelio. Tuma mtu aende kuongea na huyu mtu anayemtazama, maana moyo wake anatamani kutubu, lakini hajui namna gani afanye. Lakini mtumie mtu. Inawezekana kwa njia ya vyombo vya habari, kwa njia ya mitandao, mahubiri atayapata. Umsamehe kabisa. Mtembelee kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Geuza moyo wake. Baba, ondoa mioyo ya mawe, mioyo isiyo na toba iondoe katika mioyo yetu. Tuondolee mioyo ya jiwe, mioyo ya kisasi, mioyo inayokataa toba, mioyo inayoficha dhambi. Tuondolee mioyo kama hiyo, mioyo inayohamishia makosa kwa wengine. Tuondolee aina ya mioyo hiyo. Tupe mioyo inayokubali makosa na kutubu kweli kweli. Isiwe kama Kaini, isiwe kama Adamu waliokwepa makosa yao,
wakatuingiza leo kwenye janga kubwa hili kwa sababu ya kutokuwa na roho ya kutubu. Na muombea kila mwanadamu kutokea popote duniani anaposikiliza. Baba, msamehe, mpe moyo wa kutubu, moyo wa majuto. Nami nawaombea msamaha wote, wasamehe na watumie mtu wa kuwasaidia kutubu. Wabariki wote wanaotubu, na waombea baraka, wabariki. Usiangalie dhambi yao, wageuze Baba, tukuabudu wewe peke yako. Na kushukuru kwa kunitumia kwa ujumbe wa leo.